السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بعد نبدأ بشكر الله mwingi wa rehema kwa kutukutanisha tena katika semina hii ambayo tunatarajia itakuwa ndio semina yetu ya mwisho kwa mwaka huu ndani ya miji hii kama ilivyokwisha tangulia mashaikh wetu kusema. Ni matarajio yetu kwamba yale tuliyofundishwa, tuliyoelekezwa, tuliyofahamishwa katika semina zilizopita na mashaikh zetu kwamba tutayachukua na tutayafanyia kazi. Na sisi au mimi kwa upande wangu nafikiri tulishakaa nyuma katika vikao tofauti tukaelezana yale ambayo yanahusu afya zetu, tukafahamishana mambo tofauti yanayohusu afya zetu, na ni matarajio yetu kwamba yamo ndani ya vichwa vyetu, tumeyafanyia kazi na tutaendelea kuyafanyia kazi. Miongoni mwa hayo nafikiri tulikumbushana kuhusiana na hali za hewa zilivyo katika miji ile mitukufu. Ieleweke kwamba miji ile ni miji ya jangwa, sawa, na ina changamoto kubwa ya hali za hewa, na hasa kwa vile hatujazoea hali zile. Kwa hiyo nafikiri tumeelezana namna sawa ya kuweza kuihandle au kukaa katika mazingira kama yale na nini tufanye katika mazingira kama yale. Hatuna haja ya kurejea hayo leo, sawa. Nafikiri yapo na tutaendelea kufahamishana tukiwa huko. Mimi leo nataka nikumbushe vitu viwili tu. Kwanza, jambo la kwanza ni kwamba kuna watu jamani kila siku wanalisema wana dawa zao ambazo wanatumia. Kuna watu wana dawa zao ambazo wanatumia, walishaandikiwa huko nyuma na wanazo wanazitumia. Hizi dawa zisije zikasahauliwa. Hizi dawa kila mtu atie kwenye begi lake, tena begi lile begi kubwa, atie kwenye begi lake chini, aziweke zitulie. Sawa Na hakikishe kwamba dawa anazichukua zikiwa zimo kwenye kiplastiki chake. Tunaita blisters kitaalamu. Nafikiri nafahamika. Yaani isije ikachukuliwa dawa kama dawa ikafungwa kwenye kifuko cha karatasi kama tunavyofunga karanga. Ili jambo ikija likichekuliwa likaonekana dawa ile haina maelezo, basi utatupa sisi kazi ya kujibu. Kwa hiyo naomba hili lifahamike, wote ambao wana dawa zao wanatumia, basi wahakikishe ile dawa imo kwenye nini, kipakti chake. Nafikiri ukienda pharmacy ukiuziwa dawa unafuiwa kwenye nini, kipakti. Na pia iangaliwe dawa ile expiry date yake, isije kuwa umebeba dawa lakini tayari isha expire. Yani Wasaudi katika hili yani wana sheria kali sana. Kwa hiyo naomba hili lifahamike. Jambo la kwanza, sawa? Jambo la pili, tuna mazoea sisi alhamdulillah ya kutumia dawa za sunna jamani. Tuna mazoea ya kutumia nini? Dawa za asili mmoja, dawa za asili dawa za asili imekuwa sawa. Dawa za asili alhamdulillah zinasaidia, wala tukatai, ni dawa zetu tunatumia sote, lakini hawaruhusu Wasaudi, hawaruhusu kuchukua dawa za asili, sawa mkazitia ndani ya begi mkasema unapita nazo airport. Hairuhusiwi, naomba hili lifahamike. Kwa hiyo kama watu tuna tabia ya kuchukua tasihili kwa ajili ya tasihili kwa ajili ya kikohozi, jamani, haziruhusiwi. Naomba hili lifahamike, haziruhusiwi. Kule alhamdulillah hizo dawa za asili pia ziko na zinatumika. Kwa hiyo tukiwa tunazihitaji inshallah tukifika kule maduka yapo na tutanunua, tutachanganya, tutatumia. Hili naomba lifahamike vizuri. Hatukatazi mtu kuchukua karafuu yake akatia kwenye begi, sawa, au habasoda yake akatia kwenye begi kidogo, lakini kuna dawa zile ambazo tayari zishatengenezwa kwenye kichupa, zile haziruhusiwi. Hilo naomba pia lifahamike. Mbele inshallah tutaelezana mengine kila tunapokuwa na haja ya kufanya hivyo. Kuna masuala ambayo yalitwaja, naomba nigusie pia. Masuala ya kusaidiana kwenye masuala ya mabegi. Wewe unaweza ukatia dawa kwenye begi, au sio?
na hiyo dawa ya siri ukaitia wewe kwenye begi, lakini begi hilo ukamwambia mwenzako akusaidie. Kwa hiyo huyu atakayenibeba alafu akapatikana dawa ile, ndio wana yeye anatakiwa kwa masuli na sio yule ambaye aliitia dawa ile. Yaani masuli kwenye hili jamani, lazima tuwe makini sana, kwa sababu ya mambo yashatokezea na yakazua sitofahamu sana kwenye airport. Kwa hiyo tuwe makini sana. Na pia naomba nigusie hapa, pengine halitonihusu moja kwa moja, lakini kuna vijitabu vidogo tumezoea kutia kwenye vitabu vyetu, kwenye mabegi yetu. Tunatumia jamani vitabu, kuna vitabu naweza nikataja jina labda Kanzul Arshi na mengineyo. Hivi vitabu tunatumia kwa wanaotumia, sawa, lakini ikija ikibainika umebeba kitabu kile, basi kinaweza ikakusababishia wewe usiingie kwenye bidii ya watu, kwa sababu haviruhusiwi vitabu vile moja kwa moja. Wenzetu kule wanaviona kama vile vitabu na kama vile sihiri fulani. Kwa hiyo tuwe makini na uchukuaji wa vitu kama hivi. Kwako wewe ni dua, hatukatai, lakini tuwe makini. Ushauri wetu ni bora usichukue, kwa sababu vitabu kule vya dua viko misikitini vinagaiwa. Haya tunayataja kwa sababu yashatokezea na yashaleta changamoto airport. Kwa hiyo tuwe makini, na naomba mimi niishie hapo. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mimi leo sina ziada, nitakuwa na machache tu ya maelekezo. Nasaha walillahi alhamdu wal minna zimeshatoka kwa mashekhe kama ambavyo mmezisikia. Amepita hapa ndugu yetu Abu Katada kutoa nasaha, kadhalika Sheikh Saidi nilikuwa nafuatilia, kadhalika na Sheikh Muhammad Bale. Sheikh Snow asema kwamba hataki kutia taliki kwenye nasaha ambazo zimetolewa na Sheikh Muhammad, na sisi na mimi kadhalika sitaki kutia taliki. Kadhalika nasaha na maelekezo vile vile ya Sheikh wetu Abu Muhammad Hasno ambayo ameyatoa. Kwa hiyo cha msingi katika semina hii ya leo, semina ya 15 ambayo ndio semina ya kufungia, tutasema semina ya kuagana au semina ya nasaha, tunapaswa kujitahidi kuyachukua haya yote ambayo tunayazungumza leo, yani kujitahidi kuyachukua na kuyafanyia kazi. Kuna shekhe wetu ambaye atakuja, mwalimu wetu, yeye atakuja kukazia baadaye nasaha za mwisho akifika hapa, lakini huku tunamsubiri. Mimi naomba sasa nitoe maelekezo, ikiwezekana mtu waandike haya ambayo nitakuwa nayazungumza, kwa sababu yanahusiana karibu na utaratibu mzima wa safari pamoja na hayo ambayo alishazungumzwa hapo mwanzo. Umezungumzwa hapa kuhusiana na mashirikiano, umezungumza Sheikh Saidi wakati alipokuwa akitoa nasaha. Kwa hiyo sisi kwanza ni waumini Waislamu, tunatakiwa kwamba tujitahidi tuishi kama ndugu ambao tumetoka tumbo moja, ingawa kwamba udugu wa Uislamu unazidi wa udugu wa baba mmoja mama mmoja. Kwa hiyo kwa sababu ya huu udugu wetu ambao umetukutanisha, basi tujitahidi kufanyana mazuri na kushirikiana katika khairi na kupeana miongozo kwa lile ambalo mwenzio ima atakuwa amegingikiwa, amelisahau, akahitaji maelekezo, akahitaji msaada mwingine wowote wa kisheria, basi msaidie. Sije ukamwambia kwani wewe ulikuwa hufuatilii kwenye semina, kwani wewe hufahamu? Msaidie. Ukimsaidia katika jambo ambalo la khairi, na wewe utapata thawabu. Kwa hiyo mashirikiano kwanza kitu muhimu. Sisi tuna kumbukumbu za safari nyingi ambazo tulizozifanya za kuenda na mahujaji wetu, lakini nikipiga tathmini katika safari ambayo ilikuwa na mashirikiano makubwa sana, basi ni safari ya mwaka jana. Yani mahujaji wetu walishikamana kweli kweli sana sana sana. Allah wabariki na Allah wazidishe kheri.
Allahu aalam, sijui kama kulikuwa kuna sasa kupata kusikia wala kuona nizaa yoyote baina yao. Sisi ni watu, yanaweza yakatokezea haya, si kwamba ni vitu ambavyo tumechungwa kwamba ni maasumini, tumekuwa kama malaika. Sisi malaika wao ndio wameumbwa, la yaasuna Allah wa yafaluna ma yu'marun, sababu Allah ametaka hivyo, hawamwasi Allah, wanafanya vile ambavyo Allah amewaelekeza, wanapewa miongozo wanaifuata. Lakini sisi ni watu ambao tunatihaniwa, tunajaribiwa, tujitahidi sana kama ambavyo tumetangulia kuzungumza katika semina zilizopita, katika mambo ambayo mtu anatakana awe nayo hujaji, basi awe na tabia zilizokuwa njema. Kwa hiyo tujitahidini kushikamana na kusaidiana, na twende ndugu wa moja, tukirudi ndugu wa moja, na sisi tu watu wa taasisi ya Al-Mumtaz, kampuni ya Al-Mumtaz, kadhalika na ndugu zetu wengine wa Tanzania wenzetu, wa Zanzibar wenzetu, Waislamu wenzetu wa nchi nyingine duniani kote, tushikamane nao kwa pamoja. Kwa hiyo hili la kwanza tujitahidi kulifanyia kazi, na limeshatolewa hapa katika nasaha ambazo zimepita. Jambo la pili ni jambo la kuwasikiliza viongozi. Jambo la kuwasikiliza viongozi nilishalizungumza hapa, tunafanya emphasize, tunatilia nguvu haya ili tuyakumbuke, tujitahidi tusiyasahau. Na huu msingi huo ukiporomoka, ukiudharau basi mara nyingi huwezi kufanikiwa, hutafanikiwa. Kwa hiyo kuna jambo la kujitahidi kuhakikisha kwamba viongozi mnawasikiliza, kwa sababu wao wamekutangulieni, wao wana miongozo mingi na mafunzo mengi na maelekezo mengi ambayo wako nayo, wanayafahamu mambo mengi. Kwa kikuelezeni, jitahidini hayo kuyatilia maanani. Mtu akiambiwa kwamba ukitaka kufanya jambo fulani au ukitaka kwenda pahala fulani, mwambie kiongozi, asije kwa mimi mtu mzima na akili zangu, tafute kamwambie mtu kwanza anataka kutoka, anataka kufanya jambo fulani. Na hususan pale ambapo ndo kwanza tumeingia katika ile miji. Baadaye kila ukikaa unakuwa kidogo unapata maarifa na kufahamu zile chochoro za ile miji, lakini mwanzo ukivamia unaweza ukaishtukizia kwamba umeingia siko au umepotea, au yakatokezea madhara ambayo hatutaki kwamba wewe yakutokezee. Kwa hiyo msingi huo, kwa sababu kuwasikiliza viongozi ndio kupata mafanikio ya jambo lako la ibada, kwa sababu atakupa miongozo na tuhakikishe kwamba jambo lako la ibada limekwenda vizuri. Mimi nina mambo mengi sana ya kuzungumza, lakini kwa sababu Sheikh ameshafika hapa, Sheikh wetu, mwalimu wetu, mlezi wetu, kwa hiyo tunamuomba kwamba apite aje atupe nasaha zake na tuzisikilize vizuri. Baadaye yale ambayo mimi nimeyaandaa, nitakuja nafika 10 au 10 na zaidi, nitakuja kuyazungumza baada ya Sheikh kumaliza. Sheikh Chichi, faliyatafadhali mashkuran mahjura.